Ninakusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kufuatilia mafundisho kwenye Love Life Academy. Leo tuna topic inasema usiruhusu hofu hizi 8 zitawale na ziongoze maisha yako ya mapenzi. Ndipo hautoteseka na ndipo maumivu na mateso yatakukimbia. Cha kwanza, hofu ya kuachwa kila mara kwenye uchumba au kwenye ndoa. Unapokuwa na hofu hiyo, itakutesa, itakuumiza, itakuhangaisha na itakuwa ni ngumu sana kuchukua hatua ya kuendelea. Cha msingi ni kujua, kuelewa, kufahamu yupi sahihi na kuhusika kwa nafasi yako, lakini pia na kufanya jambo liwezekane kama ni mtu sahihi. Lakini cha pili, hofu ya kukosa ndoa au ya kupoteza ndoa. Hii ni hofu imewatesa wengi, lakini pia na hofu ya kupoteza uchumba imewatesa wengi, na wengi wamekuwa wafungwa na mateka wa hilo, jambo linalowafanya wazidi kuwa ni watumwa. Tatu ni hofu ya kusalitiwa. Unapokuwa na hofu ya kusalitiwa kila mahali juu ya mwenzi wako, mchumba wako, mume wako, itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo usiogope. Cha 4 ni hofu ya kukataliwa. Cha msingi, fanya yaliyo sahihi, onesha ushirikiano, cheza kwa nafasi yako, tembea katika ubora na thamani, ishi maisha yanayompendeza Mungu. Ukizingatia hayo, utaweza kuona mambo yakibadilika. Lakini kitu cha 5, hofu ya kutomvutia au kumpendeza mchumba au mwanandoa wako. Kwa hiyo unachotakiwa, badala ya kuwa na hofu ya kutovutia, kutopendeza, hakikisha unatengeneza maisha yako yawe ni kivutio kwa kutengeneza thamani yako. Lala vizuri, oga vizuri, nawa vizuri, ishi vizuri ukipendeza. Hiyo ni tiketi yako ya kuzidi kuwa ni mtu unayevutia kwenye maisha ya mahusiano. Lakini 8, hofu ya kufeli maishani baada ya ndoa au chumba. Umepata ndoa lakini akili yako unahisi haitofanikiwa, haitoleta matokeo. Hiyo itazidi kukutesa na kukuumiza. Lakini 7 ni hofu ya kuogopa mabadiliko kwenye uchumba au kwenye ndoa. Lazima uelewe, ujue kwamba hauwezi ukabadilisha mwenzo wako. Muda mwingine, kuna wakati, kuna vingine vya kuvumilia, maana kuna wapanda farasi 4 wa mahusiano kwenye mahusiano. Moja ni lawama. Cha pili, kuwa ni mtu ambaye una gubu. Lakini pia unakuta ni mtu ambaye ni mbea au unatoa siri za ndani nje. Kwa lazima uwe tayari kutembea katika njia ya kuruhusu mabadiliko kama ikitokea ichanya. Lakini pia muda mwingine kama mwenzo wako abadiliki, unaweza kubadilika wewe ili muweze kuendana, kwa sababu nyinyi ni watu wawili tofauti na hamwezi mkawa kitu sawa na kitu kimoja 100%. Kumbuka, huyu ni mwanaume, huyu ni mwanamke. Kuna mapendeleo tofauti, mtazamo tofauti, jinsia tofauti na vitu kama hivyo. Lakini 8 na mwisho, hofu kisa mtu wako hajabadilika kuwa unavyotaka. Wengi tunapambana tuwabadilishe watu baada ya kubadilika sisi wenyewe. Sasa zingatia haya niliyokufundisha. Mimi nakupa uhakika utaanza kuona matokeo makubwa kwenye maisha yako, utaanza kuona mabadiliko makubwa kwenye maisha yako, utaanza kupiga hatua kubwa na utaweza kushinda. Nawapenda. God bless you. Be a shining star. Thank you for watching.